السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد دائما لله، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. معشر المسلمين, leo biidhnillah bimashiatillah tunataka kuangalia, je, kama vile ambavyo kwamba ilivyopokewa nafsi au ilipopokelewa dalili au kwamba kuna dalili ya kuonesha kwamba mema huongezeka katika sehemu mbili, ikiwa sehemu wakati ni mtukufu. Kama tukisema wakati kama vile mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunaona kwamba mema inaongezeka. Tukisema wakati sema kama vile katika zile ashhurul hurum, kama Allah alivyotuambia minha arba'atun hurum. Kusema nyakati tunamaanisha kama vile siku ya yaumul jumaa, siku ya Arafa. Hii tunamaanisha wakati kwamba mema ya siku ile Allah subhanahu wa ta'ala huongeza. Vile vile pia mema huongezwa kwa sehemu. Tukisema sehemu mathalan tunasema kama vile mtu akifanya amali ndani ya Masjid al-Haram, bila shaka swala yake inakuwa na ajiri kuliko swala nyingine. Amali anazozifanya ndani ya Masjid al-Haram inakuwa na daraja kubwa. Tukifanya katika Masjid al-Nabawi, Masjid al-Aqsa, vile vile pia mtu akifanya amali ndani ya msikiti haiwi sawa sawa na amali ambayo kwamba inafanywa nje ya msikiti. Kwa hivyo tunaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huongeza yale mema au thawabu, ima ni kwa sababu ya wakati, zile zama ambazo kwamba Muislamu yuko ikawa ni sababu Allah tabaraka taala kumuongezea, au kwa sababu ya sehemu. Sasa vile vile tofauti jiulize, je, haya maovu nayo huongezeka kwa sababu ya wakati na kwa sababu ya sehemu? Ulama rahimahumullah, Allah wajazi khairi, kwa juhudi kubwa na bidii kubwa ambayo kwamba wanaifanya na walioifanya katika dini yetu ya Kiislamu, wakatuambia ili kwenda sambamba na ile aya ya Allah tabaraka wa taala ya kwamba ovu linakuwa ni moja peke yake na mema linakuwa ni hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam 10 ila 700 dhaifu mpaka 700 na zaidi na zaidi. Lakini katika maovu Allah tabaraka wa taala wala Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mahali alituonesha kwamba moja unalipo kwa 10, 700 na zaidi. La, alituonesha moja ni kwa moja. Lakini ni kweli ya kwamba maovu hayaongezeki. Ni vile vile hata ukifanya ndani, mtu mathalan akiba ndani ya msikiti wa kawaida na akienda akiba ndani ya Masjid al-Haram, madhambi yake yanakuwa ni sawa sawa. Yani mtu akizini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na akizini nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, madhambi yake yanakuwa ni sawa sawa. Yani katika nyakati na sehemu maovu yanakuwa ni sawa sawa, ama kuna tofauti, na tofauti yake ni gani? Alhamdulillah, ndio maana tukasema ulama kwamba umetueleza hili jambo kwa njia ya fasaha na njia ya kutufahamisha kabisa. Wakatuambia ya kwamba katika mema kuna kuongezwa sehemu mbili. Kuna kuongezwa bi kam na vile vile kuna kuongezwa bi kaif. Tukisema bi kam ndio ile tukasema kwamba jema moja utakalolifanya Allah anakulipa 10. Hii ni kam kwa idadi, na kaif ni kwa ajiri, thawabu zinakuwa ni nyingi zaidi. Kwa idadi mwanzo inakuwa ni nyingi, na vile vile ajiri yake Allah subhanahu wa ta'ala anakuongezea ikiwa utafanya katika sehemu takatifu au katika miezi au nyakati ambazo kwamba ni takatifu. Lakini vile vile ulama wakatupeleka kwa upande wa pili, wakatuambia kwamba ikiwa ni maovu ambayo kwamba tutakayoyafanya ima katika sehemu takatifu au pahala patakatifu, wanatuambia kuwa kuongezeka kwake ni bikaif wala haiwi ni bikam. Yani wanatuonesha na kutufahamisha kwamba ulama maovu huongezwa iqabu yake ikawa ni kubwa zaidi ikiwa yale maovu tayafanya katika sehemu takatifu au katika nyakati takatifu. Lakini kwa kam, yani kwa idadi, lile ovu linabakia. Mathalan mtu ambaye kwamba atakayeiba katika hii misikiti yetu ya kawaida viatu, na mtu atakayekwenda kuiba katika Masjid al-Haram viatu, Allah tabaraka taala anawaandikia ni sawa sawa kwamba wote hawa wamefanya kosa moja peke yake la kuiba viatu.
lakini madhambi na iqabu atakayoipata siku ya kiyama yule aliyoiba katika Masjid al-Haram haiwezi kuwa sawa sawa na yule ambaye kwamba aliyoiba katika hii misikiti yetu. Kwa hivyo yatakikana tufahamu na kujua ya kwamba katika kuongezwa mema huongezwa vipi na katika kuongezwa maovu huongezeka vipi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.